tumepata swali kutoka kwa ndugu yetu anaitwa Sinde. Huyu ni mwanamke anaitwa Sinde, mdau wetu mkubwa, anatokea katika mkoa wa Lindi, pale Lindi mjini. Sinde yeye anasema kwa sasa amekuwa ni mtu ambaye hana raha na ndoa yake. Yaani mume wake ni mtu ambaye anapoteza hamu ya tendo la ndoa, hamu ya mapenzi, na wanakaa muda mrefu bila ya kukutana. Sasa anasema naomba nisaidiwe, nini nifanye kwa ajili ya mume wangu, yani yeye, ili awe sawa, awe na matamanio, hawe anaweza kuliendea tendo la ndoa, kwa sababu amepoteza kabisa ile hali ya matamanio. Asante Sinde kutokea Lindi kwa swali lako, na pole sana kwa changamoto inayoikuta familia yako. Ndio, matatizo haya yapo sana kwa wanaume kwa hivi sasa. Tuliwahi kusema siku zilizopita, hali hiyo inatokana na vyakula tunavyokula na vinywaji tunavyokunywa. Kwa sasa hivi wanaume wengi wamepoteza uwezo wa tendo la mapenzi, hawana uwezo wa kurudia tendo, na wengine wamepoteza uwezo hata wa kuliendea hata hiyo mara moja. Kwa hiyo hiyo ni changamoto inayowakuta sana, lakini haya ni mambo ambayo yanaweza kutibika na yakakaa sawa, na tiba yake sio ngumu. Wewe mwanaume unayekabiliwa na tatizo hili, ama wewe mwanamke ambaye mume wako anakabiliwa na tatizo hili, tumieni asali. Asali ni tiba nzuri sana kwa matatizo ya kutokuwa na hamu ya kuliendea tendo la mapenzi kwa wanaume. Kwa nini tunasema hivyo? Tafiti mbalimbali zinaonesha, haswa tafiti zilizofanyika katika nchi ya India pamoja na Japani, zinaonesha kwamba katika asali kuna kemikali nyingi asili zinazoweza kumfanya mwanaume kuokoa hali ya uhanisi kwa mwanaume, kuokoa hali ya uhanisi kwa mwanaume. Asali ina kemikali asili zisizokuwa na madhara ya aina yoyote, ambazo zinaweza kumwokoa mwanaume na shida ya kutokuwa na uwezo wa kumudu tendo la ndoa. Na ndio maana miaka ya nyuma katika nchi za magharibi waliwazuia makasisi pamoja na mapadri kutumia asali kwa namna yoyote, ima iwe kwenye chai ama kwenye matumizi mengine yote ya kawaida, walizuia. Na asali miaka hiyo ya nyuma kilikuwa ni kinywaji ambacho hakifai kwa makasisi pamoja na mapadri katika nchi za magharibi. Na bado ziko baadhi ya nchi mpaka sasa viongozi wake wa dini katika nchi hizo za magharibi hawatumii kabisa asali, kwa sababu ndani yake ina vichocheo vinavyoshawishi mtu kufanya tendo la mapenzi, vinashawishi, vinahamasisha vichocheo vilivyopo katika asali. Kwa hiyo Sinde, tumia asali. Sasa utaitumiaje? Fanya hivi, tafuta asali upate milzi 250 asali, kisha tafuta na mdarasini ya unga, yani unga wa mdarasini. Baada ya kupata unga wa mdarasini na umepata asali yenye ujazo wa milzi 250, chukua vijiko vya chakula, jaza unga wa mdarasini vijiko 4, changanya katika asali, yani iweke katika asali kwenye kikombe chombo cha wazi, kisha weka yani asali kwenye chombo cha wazi yenye ujazo wa milzi 250. Tia vijiko 4 vilivyojaa kabisa vya mdarasini, koroga vizuri, kisha atakuwa anakula mume wako. Kabla ya kula chakula chochote, asubuhi anapata vijiko 3, na jioni kabla ya kulala ameshakula, atakaa baada ya lisali moja anapata tena vijiko 3. Vijiko 3 asubuhi, vijiko 3 jioni. Afanye hivyo kwa muda wa siku 21. Tatizo la uhanisi, tatizo la kushindwa kumudu tendo la ndoa, tatizo la kutokurudia tendo la ndoa, tatizo la tendo la ndoa linakwisha kabisa kwa matumizi hayo ya asali. Asante Sinde kwa swali lako kutokea katika mkoa wa Lindi. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic, wataalamu wa tiba mbadala. Kama una swali lingine lolote unataka kutuuliza, tuandikie hapo chini kwenye comment. Andika jina lako, sehemu unayoishi na swali lako, tutaliona nasi tutakujibu swali lako kwa tiba pamoja na ushauri. Karibu sana katika kliniki yetu. Karibu.